Jinsi ya kuandika anwani kwenye bahasha. Katika video hii tutajifunza jinsi ya kuandika anwani kwenye bahasha. Unapoandika anwani kwenye bahasha, unapaswa kutumia kalamu pekee. Usithubutu kutumia penseli. Hatua ya kwanza. Andika jina la mpokeaji katikati ya bahasha. Andika jina kamili la mtu au kampuni unayotumia barua. Hakikisha kwamba umeandika jina kwa usahihi na kwa njia linaloweza kusomeka. Hatua ya pili. Andika anwani ya barabara au sanduku la posta ambayo inajulikana kama P.O. Box. Chini ya jina, andika anwani kamili ya mpokeaji. Jumuisha nambari ya fliti au nyumba ikiwa inahusika. Iandike kwenye mstari mmoja ikiwa inatosha au kwenye mstari wa pili ili isomeke vizuri. Hivi ndivyo inavyoonekana kwa Duquesne Light Company. Hatua ya tatu. Kwenye mstari unaofuata, andika jiji kisha ufupisho wa jimbo ikifuatiwa na msimbo wa eneo. Kwa mfano, Pittsburgh, PA 15250-7324. Hatua ya 4. Andika anwani yako ya kurudishiwa barua. Katika kona ya juu upande wa kushoto wa bahasha, andika jina lako mwenyewe na anwani, ili kama barua haiwezi kutumwa, irejeshewe kwako. Hakikisha umejumuisha maelezo ulioandika kwenye anwani ya mpokeaji, jina lako kamili, anwani ya barabara au SLP, jiji, jimbo na msimbo wa eneo. Hatua ya 5. Weka stamp. Weka stempu kwenye kona ya juu ya upande wa kulia wa bahasha. Hakikisha kwamba ni stempu halali ya posta na imeambatishwa kwa usalama. Stempu ya forever ya kawaida ambayo ni stempu inaweza kutumiwa kutuma barua yenye uzito wa ahadi aunsi 1 kwa kawaida, kutosha kutuma barua ya kawaida nchini Marekani. Lakini huenda bahasha nzito au kubwa zaidi ikahitaji gharama zaidi ya posta. Unaweza kuwaomba wafanyikazi katika ofisi ya posta wapime barua yako na wakuambie gharama sahihi ya posta. Gharama ya stempu ya forever ilikuwa senti 73 ama 73 mnamo Mei mwaka wa 2025 na ikaongezeka hadi senti 78 ama 78 mnamo Julai mwaka wa 2025. Bei inaweza kubadilika baada ya muda. Unaweza kununua stempu kwenye ofisi yoyote ya posta ya Marekani ama kwenye tovuti yao kwenye maduka ya mboga kama vile Giant Eagle, maduka ya dawa na baadhi ya benki. Hatua ya 6. Ambatisha sehemu ya chini ya karatasi ya malipo yako. Unapotuma barua ya malipo,
Daima jumuisha sehemu ya chini ya bili yako, pia huitwa karatasi ya malipo, kwenye bahasha. Sehemu hii kwa kawaida hujumuisha jina na nambari ya akaunti yako, ambayo husaidia kampuni kushughulikia malipo yako ipasavyo. Ikiwa mtu mwingine ndiye anayelipa bili yako na jina lake halipo kwenye akaunti, kutojumuisha karatasi hii kunaweza kusababisha malipo yachelewe au ukose malipo. Hatua ya 7, ambayo ni hatua ya mwisho, funga bahasha. Baada ya kuingiza malipo na karatasi ya bili ndani ya bahasha, hakikisha kuwa umeifunga kwa usalama kabla ya kutuma barua. Hii hulinda taarifa yako na kuhakikisha kuwa hakuna kitachoanguka wakati wa kutuma barua. Unaweza kutazama video yetu kuhusu jinsi ya kutuma barua ya posta ili kuhakikisha kuwa bahasha yako inafika inapohitaji kuenda.